Hata kama haumwi, lakini kumbuka kwamba ini lako hapo ulipo linaumia kimya kimya bila wewe kujua. Kwa nini? Kwa sababu sasa hivi tumekuwa watu ambao tunapenda kula kila kinachopita mbele ya macho yetu, lakini pia hatuangalii vitu ambavyo ni afya au vitu ambavyo vinaua baadhi ya viungo vyetu. Sisi tunakula ili mradi tumefurahia, na ndio maana sasa hivi kwa kuta watu wanakula wanakunywa vinywaji ambavyo vina kemikali kubwa, ni kitu cha kawaida sana, hasa vijana. Sasa kitu ambacho nataka nikwambie leo hii, unywaji wa dawa kiholela umekuwa mkubwa sana, lakini pia kutokana na magonjwa ambayo watu wanakuwa wanaumwa, wamekuwa wanakunywa dawa nyingi kila siku. Hii inaenda kufanya nini? Inaenda kufanya kazi kubwa sana ya ini, kwenda kulifanyisha kazi kubwa, ambapo hili ini sasa linachoka. Vinywaji tunavyokula vyenye kemikali, vyakula tunavyokula ambavyo havihitajiki katika mwili wetu, lakini pia vitu tunavyovitumia vinafanyisha sumu zinakuwa nyingi sana ndani ya miili yetu. Ini linapambana sana kutusaidia, lakini mwisho wa siku linachoka. Kwa hiyo ubaya wa hiki kiungo ni kwamba ni kiungo ambacho hakina maumivu wala hakina dalili kusema kwamba hapa inaonekana kwamba tatizo lako ni kubwa. Unachotakiwa kufanya ni kwamba wewe ujisaidie ini lako kabla halijafika sehemu mbaya. Unafanyaje? Unaweza ukachukua namba yangu bio ukanipigia, nikaweza kusaidia jinsi gani ya kulisaidia ini letu liweze kuwa vizuri. Unakunywa dawa, unakunywa hii kemikali, unakula vyakula ambavyo havieleweki. Leo hii ni tofauti na zamani. Zamani watu wanakula vitu fresh kutoka shambani, lakini leo hii tunakula vyakula ambavyo tayari vimeshawekwa dawa nyingi, tayari vimeshafanya vitu vibaya, yani vitu vingi sana ambavyo vinaenda kuumiza ini badala ya kulisaidia ini. Sasa kama wewe ni mmoja wa watu ambao unahisi kwamba unahitaji kulisaidia ini lako, au watu ambao wanakunywa pombe, watu ambao wanatumia madawa mbalimbali, watu ambao wanatumia vilevi au wanatumia vinywaji ambavyo vina kemikali, chukua namba yangu bao nipigie, niweze kusaidia jinsi gani ya kulisaidia ini lako liweze kufanya kazi vizuri na kurudi kwenye hali ya kawaida.